Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya mapendekezo yenu wafanyabiashara yale 15 kufuatia kikao cha Kariakoo, Mheshimiwa Rais ameunda tume inayofanya mapitio ya mfumo wa kodi Tanzania, inaongozwa na Balozi Sefue ambaye alikuwa katibu mkuu kiongozi. Ina wataalamu waliobobea wa masuala ya kodi. Ndio eneo ambalo linalalamikiwa mno, mifumo yake, aina ya kodi, wingi wa kodi, yote yamezungumzwa. Na ile tume inaendelea kuzunguka nchi nzima, sina wakiwa malipita kwenye mkoa au na watapita, ili kupata maoni yenu. Kodi nyingi zinazosumbua kwenye biashara, zinaogopesha kwenye biashara, tuzifanyeje mtu aweze kulipa moja, ili huku kwa watu kama kuna watu wa kugawana huko wagawane wenyewe, ila mlipaji alipe eneo moja. Haya yote yataingizwa kupitia matokeo ya tume. Kwa wafanya biashara, muwe na amani. Eneo hili linafanywa kazi na tume. Itakapomaliza kazi itatoa mawasilisho yanayoingia kwenye sheria, yatakwenda yatatoka kwenye kanuni, yataingia utekelezaji wa maagizo ya waraka tu, yatafanywa kazi. Nimpongeze kamishna TRA kama muondoa huyo ambaye alikuwa anasumbua kwenye biashara. Serikali hii inataka kila Mtanzania ajue umuhimu wa kulipa kodi, na tunatambua na tunajua sasa Watanzania wanajua vizuri zaidi umuhimu wa kulipa kodi. Malalamiko yenu ya huyu aliyepo anasumbua, sisi tuko tayari kulipa kodi. Mimi napokea kauli hiyo vizuri kwa mikono miwili kabisa, kwamba endeleeni kuona kwamba kodi ndio msingi wetu wa maendeleo. Na panapokuwa na kero, msisite kusema. Mkuu wa wilaya yupo, mkuu wa mkoa yupo, lakini mbunge yupo. Tutapata taarifa kupitia vyombo hivi na tutawapa ushirikiano wa dhati ili mfanye biashara zenu bila ya mtu yoyote kuja kusumbua. Nimekusikia na wewe unajua tumefanya kazi kubwa kwenye nchi hii kurekebisha biashara. Rais wetu ameunda timu mbalimbali kupitia wizara ya viwanda na biashara ili kufanya mapitio ya kero za wafanyabiashara na kuziratibu, ili wafanyabiashara anataka kufanya biashara anze. Tumefungua milango ya wazi kwa Watanzania kuingia kwenye biashara. Jana nimeeleza pia, sasa nirudia hapa, wale wote ambao mnafanya biashara, endeleeni kufanya biashara. Wale wote ambao mnatamani kuanzisha biashara, msisite, milango iko wazi. Biashara ndogo, biashara za kati, hata biashara za kubwa, zile kubwa za uwekezaji. Na leo hii tumeanza kuwashirikisha Watanzania kuingia kwenye masuala ya biashara wenyewe. Shirika au umoja wa wafanyabiashara Tanzania tulianza kuimarisha pale ambapo kulitokea mgogoro Kariakoo, na baada ya mazungumzo ya muda mrefu pale Kariakoo tulitoka na maazimio 15 yaliyoibuliwa na kamati iliyoundwa ya pamoja ya taifa iliyozunguka kwenye masoko yetu nchini yote, na mwenyekiti anajua vizuri zaidi. Kero mbalimbali za wafanyabiashara tumeendelea kuzipunguza kwa kiasi kikubwa ili mfanye biashara kwa uhakika. Kero mbalimbali za wafanyabiashara ziliwekwa kwenye maazimio ambayo leo mwenyekiti wetu anatusihi tuweke kwenye sheria ili utekelezaji wake uwe endelevu.